Ndugu mtazamaji, karibu kwenye chaneli ya simulizi za kutisha na kusisimua iitwayo The Book of Magic Stories. Kama ndio mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, tafadhali gusa alama ya kengele ili kusubscribe na uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo ninapokuwa nimeweka simulizi mpya. Karibu sana kwenye chaneli hii na mimi ni Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Usiku mzito wa Siberia ulikuwa umetanda juu ya milima mikubwa iliyofunikwa na theluji, upepo mkali ukivuma kwa kasi kati ya miamba ya barafu na kuunda sauti kama milio ya roho za zamani zilizofungwa ndani ya ardhi hiyo baridi. Na juu ya anga hilo lenye mawingu mazito, helikopta kubwa ya kijeshi ilikuwa ikipaa kimya kimya ikielekea kwenye kituo cha siri kilichojengwa ndani ya mlima, ambacho kilikuwa kimegeuzwa maabara ya teknolojia ya kijeshi chini ya udhibiti wa maafisa wa adui waliokuwa wakilazimisha mwanasayansi muhimu kufanya kazi kwenye mfumo hatari wa silaha za kimkakati. Ndani ya helikopta hiyo, Captain Daniel Carter alisimama akiwa ametazama chini kupitia dirisha, akiona mwanga hafifu wa kituo hicho ukimulika kama jicho la chuma katikati ya giza, na akasema kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka kwamba operesheni hii haikuwa ya kawaida, bali ilikuwa vita ya kuzuia maafa kabla hayajazoliwa. Malik Hayes alihakiki silaha zake huku akivaa glavu nzito za baridi na kusema, "Rada zao zinatupata. Tunakaribia eneo la kutua, lakini hawajui bado tumeshuka." Wakati huo, Tom Walker alikuwa akifuatilia mawimbi ya mawasiliano kwenye skrini yake ndogo, akionyesha kuwa mifumo ya ulinzi wa adui ilikuwa ikizunguka kama mzunguko wa jicho linalochunguza anga lote. Na Rico Alvarez akiwa na sniper yake alitazama kupitia lenzi ya thermal, akiona alama za joto za walinzi waliokuwa wakizunguka kwenye milango ya mlima. Helikopta ilipofika umbali uliopangwa, rubani alitoa ishara ya kushuka. Mlango ukafunguliwa na upepo mkali wa theluji ukaingia ndani kwa nguvu kama mlipuko wa asili. Mmoja baada ya mwingine, makomando walishuka kwa kutumia kamba, wakitua kwenye ardhi iliyoganda, huku miguu yao ikizame kidogo kwenye theluji nene. Na mara tu walipotua, Tom alitoa taarifa kwamba walikuwa ndani ya eneo la ulinzi la adui na kila hatua sasa ilihesabiwa kama vita. Daniel alitoa ishara ya kusogea mbele, wakielekea kwenye mlango mkubwa wa banka uliokuwa umejengwa kwa chuma kizito na kulindwa na minara miwili ya ulinzi. Lakini kabla hawajafika karibu zaidi, taa za ulinzi zilimulika eneo lote ghafla na kengele ya hatari ikaanza kulia ndani ya kituo hicho. Askari wa doria waliibuka kutoka nyuma ya magari ya kivita na kutoka kwenye vivuli vya milima, wakifyatua risasi kuelekea makomando bila tahadhari. "Contact!" Rico alipiga kelele huku akijirusha nyuma ya mwamba wa barafu, na mara moja akaanza kulenga mlinzi mmoja juu ya mnara kupitia skopi yake. Akavuta pumzi kwa sekunde moja na kufyatua risasi sahihi iliyomshusha adui huyo chini bila kutoa tahadhari zaidi. Malik wakati huo alirusha grenade ndogo katikati ya kundi la askari waliokuwa wakisogea kwa kasi. Mlipuko mkubwa ukapasua theluji na kurusha vipande vya barafu hewani, huku maadui wakitawanyika kwa hofu. Lucas Grant alisonga mbele kwa mwendo wa haraka huku akimkinga Daniel, wakielekea moja kwa moja kwenye mlango wa banka, na Daniel mwenyewe alifyatua risasi kwa nidhamu kali, akidhibiti askari wawili waliokuwa wakijaribu kuwazunguka upande wa kushoto. Vita vilikuwa vya karibu sana, risasi zikigonga kuta za chuma na cheche kuruka kila mahali, sauti ya bunduki ikijaa hewani ikichanganyika na sauti ya upepo mkali wa barafu. Baada ya dakika chache za mapigano makali, eneo la nje likawa kimya kwa muda, lakini makomando walijua kuwa kimya hicho ni ishara ya tishio kubwa zaidi. Malik alisogea kwenye mlango mkubwa wa chuma na kuweka kifaa cha kulipua kilichokuwa kimeundwa kufungua milango mizito bila kuharibu sana miundombinu ya ndani. Akahesabu sekunde na kusema, "Sekunde 5, jiandaeni." Mlipuko mkubwa ukapasua mlango huo vipande vipande, chuma kikirushwa pande zote, huku moshi mzito ukijaa hewani, na mara moja kikosi kikaingia ndani ya korido ndefu za banka zilizojaa taa hafifu na mabomba ya mvua yakitoa sauti ya hissing kila mahali.
lakini ndani walikuwa tayari wanawasubiri askari wa adui waliokuwa wamejificha nyuma ya kona na milango ya pembeni. Mapigano ya karibu yakaanza tena, safari hii ndani ya korido nyembamba ambapo nafasi ya kukwepa risasi ilikuwa ndogo sana. Rico alisogea mbele akitumia sniper yake kama silaha ya haraka badala ya umbali, akimshusha mlinzi mmoja baada ya mwingine kwa usahihi wa kitisha. Malik alirusha grenedi ndogo ndani ya chumba cha mawasiliano. Mlipuko wa mwanga mweupe ukajaza nafasi hiyo na kuwafanya maadui kupoteza mwelekeo kwa sekunde chache. Daniel alikimbilia kwenye chumba cha kati ambapo alimuona mwanasayansi aliyekuwa amefungwa kwenye kiti cha chuma, mikono yake imefungwa na pingu nzito na uso wake umechoka kutokana na mateso na baridi. Daniel alimkaribia haraka na kumfungua akisema, "Tumekuja kukuokoa, hutabaki hapa tena." Mwanasayansi huyu alimtazama kwa mashangao na kusema kwa sauti dhaifu kwamba walikuwa wanakaribia kukamilisha mfumo, kombile lao lilikuwa tayari kujaribiwa. Lakini kabla hawajamaliza mazungumzo, ghafla mlinzi mmoja aliyedhaniwa kuwa amekufa sakaani alinyanyuka haraka, akachukua bunduki yake na kufyatua risasi kuelekea Daniel, lakini Malik alimuona mapema na kupiga kelele, "Daniel, chini!" Daniel alijirusha chini sekunde chache kabla ya risasi kumgonga, akageuka haraka na kumaliza tishio hilo kwa mapigano ya karibu, akihakikisha adui huyo hawezi kusimama tena. Lakini wakati huo, kengele kubwa ya tahadhari ikaanza kulia ndani ya banka na skrini za maabara zikaonyesha ujumbe wa kuhesabu sekunde za uzinduzi wa mfumo wa kombila ambalo lilikuwa bado halijakamilika kwa kamilifu, lakini lilikuwa limeanzishwa kwa makosa au kwa hila ya adui. "Wanatufungia ndani!" Tom alipiga kelele akiwa akitazama milango mizito ya chuma ikianza kushuka moja baada ya nyingine, ikifunga njia za kutokea. Malik alikimbia haraka kuelekea panel ya kudhibiti milango na kuweka kifaa cha kulipua kuharibu mfumo wa kufunga. Akasema, "Sekunde 10, tutafungua njia kwa mlipuko." Mlipuko huo ukapasua ukuta wa upande wa banka na kuunda njia nyingine ya kutorokea. Makomando wakakimbia kupitia moshi na duvu, huku risasi zikiwafuatia kutoka nyuma, wakitoka nje ya mlima na kukutana tena na baridi kali ya Siberia. Lakini nje hali haikuwa salama. Magari ya kivita ya adui yalikuwa yamesogea karibu na kuanza kushambulia kwa makombila madogo. Daniel alitoa amri ya haraka ya kujipanga kwenye nafasi za ulinzi, huku Rico akipanda juu ya mwamba kutoa ulinzi wa sniper. Helikopta yao ilionekana mbali ikishuka taratibu katikati ya dharuba, lakini ghafla kombila la adui lilirushwa kuelekea helikopta hiyo na sauti ya tahadhari ikasikika kupitia mawasiliano, "Missile inbound." Helikopta ilirusha flare zake za ulinzi, kombila likalikoka karibu sana, lakini halikugonga chombo hicho, na Daniel akapiga kelele, "Pandeni sasa!" Mmoja baada ya mwingine, makomando walipanda ndani ya helikopta, wakifyatua risasi za mwisho kuzuia maadui kusogea karibu. Daniel akiwa wa mwisho, aliruka ndani ya chombo hicho sekunde chache kabla mlipuko mkubwa kutokea kwenye mlango wa banka kutokana na mabomu waliokuwa wamewekwa mapema. Helikopta ilipaa juu haraka, ikipita juu ya milima iliyokuwa ikiwaka moto na theluji ikichanganyika na mabaki ya vita, na ndani ya chombo hicho kulikuwa na kimya jito kilichochanganyika na pumzi za uchovu na majeraha madogo. Ethan akiwatibu waliojeruhiwa, huku mwanasayansi akisema kwa sauti ya shukurani kwamba walikuwa wamezuia uzinduzi wa mfumo hatari huo. Daniel alitazama chini kupitia dirisha la helikopta, akiona mlima huo ukiteketea na kusema kwa utulivu, "Tumewazuia leo, lakini vita hii bado haijaisha." Helikopta ikapotea polepole katika anga la asubuhi, huku jua likichomoa juu ya barafu, likitoa mwanga mpya juu ya eneo lililokuwa limeharibiwa na vita, na jina la Komando likabaki kama alama ya kikosi kinachoingia mahali ambapo wengine wanaogopa kuingia, kikosi kinachopigana si kwa ajili ya ushindi tu, bali kwa ajili ya kuzuia maafa kabla hayajazaliwa. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 076694
0767447545. Na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.